Na mtazamaji, napokea kijiti kutoka kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeahidi kujenga miundombinu bora na ya kisasa ya mchezo wa mpira wa kikapu ili kufanya mchezo huo kuwa shindani zaidi kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Christian Makonda wakati akiaga timu ya mpira wa kikapu ya Dar City katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere ambayo inaelekea nchini Afrika Kusini kushiriki mashindano ya BAL yanayotarajiwa kuanza kutimua vumbi Machi 27 hadi Aprili 5 mwaka huu, ikiwa ni miongoni mwa timu 8 pekee barani Afrika inayoshiriki mashindano hayo, ambapo amesema kuwa kwa sasa serikali imeanza mpango wa kujenga viwanja vya kisasa ambavyo vitaziwezesha timu mbalimbali za mchezo wa mpira wa kikapu kushiriki vema katika michuano ya kimataifa, wakianzia katika mkoa wa Dar es Salaam. Tunaanza kuangalia maeneo ili tuweze kujenga viwanja vingi vya basketball na kupelekea mashindano haya yakifanyika basi yafanyike katika mazingira bora. Na furaha kusema kwamba mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa wa kwanza kuitikia maombi ya wizara yetu ya Habari, Michezo, Sanaa na Utamaduni wa kutenga eneo kwa ajili ya kujenga uwanja bora, mzuri na wenye vigezo vyote wa basketball ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tuendelee kusapotiana na sisi tukiwa kama Tanzania tunaenda kupambana huko na wategemee makubwa kutoka kwetu. Inshallah hatuna mengi ya kusema zaidi ya kuhakikisha kwamba tunapata ushindi na kurejea nyumbani kifua mbele. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamed kwa taarifa hiyo. Uongozi wa klabu ya TRA United umeweka wazi mipango na mikakati ya kuendelea kufanya vizuri katika mwendelezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ili kumaliza nafasi 4 za juu ambazo zitawafanya kushiriki mashindano ya kafu kwa msimu ujao. Wakizungumza wakati wa siku ya habari ya klabu hiyo, makocha, wachezaji na viongozi wameeleza mipango yao ya kushiriki mashindano ya kafu kwa msimu ujao licha ya ugumu wa ligi kwa sasa. Ligi inazidi kuwa ngumu, manake kila timu inazidi pia kufanya kazi kupata ushindi. Naona kila mchezaji anafanya kazi ili tuweze kudumu ligi vile. Malengo hatupo sehemu mbaya sana wala hatupo sehemu nzuri sana, kwa sababu sehemu ambayo tuliokuwepo sio sehemu ambayo tuliitarajia, lakini kutokana na ugumu wa ligi na ushindani kuwa mkubwa ndio imetupeleka kuwa hapa, lakini niwaahidi mashabiki kwamba isitukatishe tamaa. Sasa hivi sisi hiyo nafasi tunayo. Mpaka sasa hivi TRA ina nafasi ya kuchukua ubingwa, tuna nafasi ya kwenda kumaliza nafasi 4 za juu, tuna nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Sisi kupoteza mechi moja hii ya jana sio kwamba sasa inatupunguzia ile kazi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Daktari Joel Nanauka ameanza mchakato wa kuibua vipaji kwa wacheza mpira na kuviendeleza, ili ikiwa ni mkakati yake ya kukuza uchumi wa vijana pamoja na kuwezesha mkoa wa Mtwara kuwa na timu ya mpira wa miguu inayoshiriki Ligi Kuu Tanzania Bara. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara na taarifa zaidi. Waziri Dr. Nanauka amesema hayo katika fainali ya mashindano ya mpira miguu ya Nanauka CRDB Cup yaliyokutanisha timu 8 ndani ya jimbo la Mtwara mjini, ambapo timu ya Kata na Liendele imetoa ubingwa baada ya kuilalua timu ya Sokoni kwa mikwaju ya penalti. Dhamira ya mashindano haya kwanza ni kuibua vipaji, kama ambavyo umeona hapa tuna taasisi zinazohusiana na scouting ambazo ziko hapa leo kwa ajili ya kuona namna gani vijana wetu kutoka katika mkoa wa Mtwara wanaweza wakapata nafasi pia kucheza katika timu zingine. Sisi kama jimbo la Mtwara mjini tunajulikana kwa kupenda sana michezo, na mimi kama mwakilishi kwa maana ya mbunge, dhamira yangu pia ni kuona siku moja tunakuwa na timu ambayo inapatikana katika Premier League ambayo inacheza hapa. Tumeshakuwa na timu huko nyuma kama Ndanda ilishakuwepo hapa, na tunataka tuone pia, kwa sababu watu wa Mtwara wanapenda CRDB ambao ndio wadhamini wa ligi hiyo wanaeleza kuwa vipaji vilivyoonekana vya vijana wataviendeleza, huku akiandaa mashindano makubwa yatakayofanyika mwezi Juni mwaka huu. Tunategemea kuja na mashindano makubwa zaidi ifikapo msimu wa kiangazi mwezi wa 6, ambayo yatakuwa ni ya jimbo, yataenda kushirikisha timu zaidi ya 8. Tutawaunga mkono kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto zao na kujiimarisha kupitia michezo hii.
tu kwetu tuna furaha tu kubwa kutokana tumestruggle miaka 2-3 hatujapata ushindi. Tunashukuru sana. Nikiripoti michezo kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel. Asante Adam Malima kutoka huko mkoani Mtwara. Timu ya soka ya UMISETA FC ya mjini Manyoni imejikuta kipoteza na kupokea kipigo cha magoli 2-0 dhidi ya timu ya kituo cha michezo cha Manyoni Sports Center kwenye mchezo uliopigwa katika uwanja wa michezo wa kumbukumbu ya Jumbe mjini Manyoni. Tupate taarifa zaidi. Katika mchezo huo wa mfululizo wa mashindano ya kugombea kombe la Pasaka yaliyoanza kutimua vumbi Machi 9 na yanatarajiwa kufikia tamati ya Aprili 7 mwaka huu, timu zote zilikuwa zikishambuliana kwa zamu licha ya uwanja unaotumika kutokuwa na nyasi za kutosha na madimbwi ya maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Tumemaliza mechi yetu dhidi ya timu ya Combine ya UMISETA na tumepata matokeo. Kwa hiyo niwapongeze wachezaji wangu kwa kuweza kupambana na kupata matokeo. Lakini pia ni wapongeze timu ya Combine ya UMISETA, wako vizuri na naamini hata kwenye mashindano na kwenda kufanya vizuri. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mechi ilivyokwenda. Tumecheza salama, hatuna majeruhi. Mechi ilikuwa nzuri licha ya changamoto za hapa na pale, maana kidogo tulipata changamoto ya sabu, lakini kiufupi mechi ilikuwa ya ushindani na nzuri. Tumecheza vizuri. Mashindano ya kugombea kombe la sikukuu ya Pasaka yamedhaminiwa na diwani wa kata ya Manyoni mjini Super Stanley Sembe, na kwamba mbingwa wa mashindano hayo atazawadiwa ng'ombe, wakati mshindi wa pili mbuzi 2 na mshindi wa 3 mbuzi 1. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel. Na kwingineko, uongozi wa chama cha mchezo wa raga Tanzania TRU umeweka wazi mipango na mikakati yake ili kuleta hamasa na kukuza vipaji vya wachezaji vijana kupitia ushirikiano wa kimataifa. Mipango hiyo imeelezwa na rais wa TRU wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo, ambapo wamesema kuwa kwa sasa wanajiandaa na ziara ya mafunzo nchini Afrika Kusini ambayo itasaidia kuleta hamasa kwa viongozi hao. Ni long term roots zetu kuhakikisha wanakuja kufundisha watoto wetu, wanafundisha wanawake, ligi zetu wanakuwa wanatusupport vipi, na pia kuchukua talents zetu. Unajua pia kucheza tu ndani inaweza isiwe nzuri kwa mchezaji, kuna time anataka kutoka nje. Kwa hiyo tunategemea hii tutafutia tu players wetu, pia kuna watu 4-5 wanaweza wakawa pointed out, wakaweza pia wakawa wanacheza huko nje ya nchi kuendeleza nini inaitwa relationships. Taarifa hiyo ya chama cha mchezo wa raga Tanzania inatuwekea utuo kwenye habari za kitaifa, na sasa tungaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Klabu ya soka Real Madrid imeibuka na ushindi wa bao 3-2 dhidi ya Atletico Madrid katika mchezo mkali wa dabi ya jiji la Madrid uliochezwa jana katika uwanja wa Santiago Bernabeu, ukiwa ni mwendelezo wa ligi ya soka nchini Hispania, La Liga. Katika mchezo huo, Atletico Madrid walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia Ademola Lookman dakika ya 33 na kwenda mapumziko wakiwa mbele kwa bao 1-0. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi kwa Real Madrid, ambapo Vinicius Junior alisawazisha kwa mkwaju wa penati dakika ya 52 kabla ya Federico Valverde kufungua bao la pili dakika ya 55. Hata hivyo, Atletico Madrid walirejea na kusawazisha penati kupitia Nahuel Molina dakika ya 66 kwa shuti kali la mbali lililomshinda mlinda mlango wa Real Madrid Andre Lunin. Real Madrid walipata bao la ushindi dakika ya 72 kupitia tena Vinicius Junior aliyefunga bao lake la pili katika mchezo huo na kufanya matokeo kuwa 3-2. Ushindi huo unaifanya Real Madrid kuendelea kuwania ubingwa wa La Liga wakiwa na alama 69 baada ya michezo 29, huku wakimaliza mchezo wakiwa pungufu baada ya nahodha msaidizi Valverde kuoneshwa kadi nyekundu dakika ya 77. Witness Matiku, Channel michezo kimataifa.
Naam, ndivyo ambavyo anatamatika Witness Matiko, sports lady huyo, katika habari hizo za kimataifa, na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Jina langu ni Esther Mtebe, anarudi hapa Lulu Ali kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.